matamanio yake ama matarajio yake sio kwenda injury, lakini changamoto za maisha ya mpira yanamfanya yeye aende injury. Sasa anaenda injury, tunasema mechi 5 au hadi 8, mechi ambazo kiuhalisia ukiziangalia kwenye takwimu za soka ni mechi nyingi. Kumkosa kwake kwa mwalimu Mankoba Mkiti kunamfanya mwalimu, kama alishaanza kumtumia Chuga kwenye baadhi ya sehemu kwamba atakuwa miongoni mwa wachezaji muhimu, basi inambidi mwalimu tena abadilike ama anyumbulike kimbinu jinsi ya matumizi ya baadhi ya nyota, kwa sababu kwenye kikosi cha Yanga wanao wachezaji kama Zokwani ambaye yeye pia anacheza winga, wana wachezaji kama kina Clement Mzize, Maxim pia Nzengeli pia anaweza kucheza pembeni mwa uwanja, lakini Chuga ni miongoni mwa vijana ambao wana uwezo mkubwa sana wa kudribble kutokea kwenye mapana ya uwanja. Mwalimu alikuwa anamtumia vipi kwenye kiwanja cha mazoezi? Hicho ndio kitu ambacho kinaweza kumfanya mwalimu Mankoba akamisi mchezaji huyu. Yaani unamisi mchezaji kulingana na wewe ulivyokuwa unamtumia ndani ya uwanja. Sidhani kama itakuwa ni surprise kubwa sana kwa wananchi kama wanamkosa mchezaji, lakini kwa mwalimu alikuwa hatumiki sana kwa maana ya uwanja wa mazoezi kama mchezaji hatari ama tishio. Sidhani kama kutakuwa na pengo lake. Lakini kama kuna kitu Abushiri alikuwa ameshaanza kukionyesha kwenye uwanja wa mazoezi, kwa Yanga itakuwa ni pigo kubwa, na inambidi mwalimu Mankoba Mkiti aanze kutafuta namna ya kumtumia mchezaji mwingine, kama tayari kijana Abushiri kuna nafasi alikuwa tayari ameshaanza kuitengeneza kwenye kikosi cha Yanga. Kwa hiyo ubora tu ni ule, na uzuri ni kwamba Abushiri ni miongoni mwa vijana ambao walijitosheleza kiwango na uwezo, kwa sababu ukimwangalia akiwa na timu ya Fountain Gate alikuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao alikuwa ni muhimu, hususan kwenye mechi za mwisho kuinusuru Fountain Gate kushuka daraja. Mwalimu Felix Mizero Kataria Isaya Baba Majeshi Baba Paroko alikuwa anamtumia kama miongoni mwa wachezaji ambao ni mfunguo wa kufanya kile kilicho bora na kuisaidia timu kupambana, kutengeneza nafasi, uwezo wa kudribble na mipira, uwezo wa kupunguza baadhi ya watu na kufanya kile kilicho bora. Sasa kama mwalimu Felix Mizero alikuwa anamtumia kama mchezaji muhimu kwenye kikosi cha Yanga, inaweza ikawa hivyo hivyo au isiwe hivyo, kwa sababu tu mwalimu Mankoba ana kikosi kikubwa na anatakiwa aende kukitumia. Kwa hiyo of course Yanga pia wana kikosi kipana. Hicho ndio kitu cha kujivunia kwa Yanga. Kwa mimi naamini wana kitu cha kujifunza na wanaweza wakapata kile kilicho bora. Lakini Abushiri mimi naniuma sana, kwa sababu ni mchezaji ambaye ameingia Yanga kwa ajili ya kujifunza, kwa ajili ya kutengeneza kile kilicho bora. Tayari ilikuwa ni kama zao na faida kwa timu ya taifa ya Tanzania. Anaenda injury siku za hivi karibuni na ndo ameanza tu historia ya maisha ya soka. Ni kama vile unaingia kwenye rekodi ya kutengeneza jina. Hii ni kama kwa Ladak Chasambi. Ladak Chasambi anaingia kwenye historia ya mpira baada ya kufunga kwenye mechi dhidi ya Jwaneng Galaxy. Anaingia kwenye historia ya kuifanya Simba iwe timu bora barani Afrika na kufanya kile kilicho bora. Lakini anakuja kufanya kosa kwenye mchezo dhidi ya Fountain Gate, inampelekea yeye kuonekana kama ni mchezaji wa daraja la kawaida kwenye maisha ya soka. Sasa hata hii kwa Abushiri inaweza ikatokea kwamba ni mchezaji mzuri mwenye uwezo, lakini sasa injury inamfanya yeye au miongoni mwa wachezaji ambao watakosekana kwenye baadhi ya mechi za Yanga. Ndio hivyo itamwathiri kwa kiasi gani kwenye upande wa kiakili, sababu ni mwanzo ndio anaanza kujitafuta, sababu klabu ambayo anacheza ni ndogo zaidi ya Young Africans. Pressure iliyopo Young Africans ni kubwa kuliko Fountain Gate. Itamwathiri kwa kiasi gani kama mchezaji? Cha kwanza ni maandalizi yake yeye na uwezo wa yeye kuangalia kile kilicho bora.